Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji. Karibu sana katika Kubobea Andikoni. Wasaa ambao tunajikita katika kuangazia maandiko kama yalivyo. Tunajifunza kweli, tunachakata hiyo kweli na tunatoka na mambo kadha wa kadha ambayo Mungu anahitaji tuondoke nayo katika kila wiki. Juma hili tena tupo katika somo la 6 ambapo tunaangalia mashujaa wa imani, mashujaa wa maombi, namna gani ambavyo waliweza kuomba kwa nguvu, na tutaangalia namna gani maisha yetu yanafananishwa nao, na kama yako chini sana ni namna gani tunaweza tukafanya ili tuweze kufanana nao au zaidi yao. Ungana nami leo tena, na kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Muda huu tunapojifunza neno lako, fungua akili zetu, tusaidie tuelewe, katika jina lako Yesu Kristo, amina. Viumbe vyote tunaoishi duniani, Mungu alipoviumba hivi viumbe, alikuwa ametamani viwe na mawasiliano pamoja naye ya moja kwa moja. Lakini baada dhambi kuingia hapa ulimwenguni, kipindi cha kina Adam na Hawa, basi haya mahusiano ya moja kwa moja yalivunjika, kwa sababu kama hayo mahusiano yangeendelea kuwepo ya kuonana moja kwa moja, basi wanadamu wangeangamia, kwa sababu utukufu wa Mungu hauwezi, yani mwanadamu mwenye dhambi hawezi kustahimili utukufu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akatafuta namna nyingine ya kuwasiliana na mwanadamu, na hiyo ni kupitia simu ambayo kila mmoja anaweza akaipiga, na hiyo ni maombi. Lakini cha ajabu ni kwamba wanadamu wengi wanaomba mara chache sana, wakati walipaswa kutumia hiyo simu kuongea na Mungu sana, kwa sababu ndio nafasi bora kabisa ya wao kuongea na Mungu vizuri pasipo shida yoyote. Na hii ni simu ambayo haishiwi credit, yani haishiwi salio. Muda wowote unapoipiga, Mungu anakusikia. Na hii ni simu ambayo wahudumu wake hawalali, wapo macho kuwahudumia wanadamu. Labda nikukumbushe kitu kimoja. Biblia imesheheni mifano ya mashujaa wengi ambao kupiga simu hii, kufanya maombi, kuliwaongezea sana furaha katika maisha yao. Lakini sio kuwaongezea furaha tu, kuwafanya hata maisha yao yaonekane mfano mzuri, kiasi kwamba kuendelea kuishi duniani kungekuwa kuwapotezea muda. Mfano mzuri ni Enoko. Enoko kila siku alikuwa akiongea na Mungu kila saa, kiasi kwamba umbali wake na dhambi ulikuwa mkubwa sana kuliko ukaribu wake na Mungu. Mungu akaona haina haja Enoko kuendelea kuwa huko ulimwenguni katika kizazi ambacho maovu ndipo yanaongezeka kwa kasi zaidi kuwahi kutokea. Basi Mungu akamtoa Enoko, naye Enoko yuko mbinguni, na tutakapoenda mbinguni tutaonana na Enoko, na si hivyo tu, atatusimulia habari zote. Lakini ukiachana na Enoko, kuna Daniel naye visa vyake, maisha yake yana historia ya ajabu sana, ambayo yote yalidumu katika maombi. Hatuishii hapo. Kuna mtu mwingine anaitwa Musa ambaye alisafiri na wana wa Israeli kwa miguu, wakiwa na manunguniko, wakiwa wanamkasirikia, wakati mwingine wanataka kumpiga, lakini alitembea nao, na kilichomwezesha kustahimili hayo yote ni maisha ya maombi. Juma hili tunaangalia mashujaa wa maombi, na tutaangalia namna gani tunaweza kuwa mashujaa wa maombi, na tutaangalia namna gani tunaweza tukaacha uvivu na kujikita zaidi katika kudumisha mahusiano yetu na Mungu kupitia maombi. Na tutaangalia hawa watu
niliyowataja hapa. Tutamwangalia Daniel, baada ya hapo tutamwangalia Enoki, na hatimaye tutamwangalia Musa. Sasa tukianza na Daniel hapa, tunaangalia namna mbili muhimu sana. Kwanza tutaangalia namna ya kuomba wakati wa hatari, lakini pia tutaangalia kuomba katika hali nzuri. Lakini pia kile cha kwanza nimesema tutaangalia namna ya kuomba katika hatari. Tukianza na kuomba katika nyakati za hatari, natamani tusome katika Kiswahili cha kisasa. Daniel 9 fungu la 3 imeandikwa, basi nikamgeukia Bwana Mungu, nikamwomba kwa maombi na dua, kwa kufunga na kwa nguo za magunia na kwa majivu. Daniel ambaye Biblia yenyewe inamweleza kama mtu ambaye alikuwa ni shujaa wa maombi, lakini tunaambiwa alinyenyekeza sana kwa kufunga, na si hivyo tu, kwa nguo za magunia na kwa majivu. Enzi hizo za zamani, ukimwona mtu amevaa nguo za magunia lakini pia amejipaka majivu, ilikuwa ni ishara ya huzuni nzito isiyo kifani. Yaani kujinyenyekeza kusiko kifani kulikuambatana na huzuni kubwa. Kwa hiyo Daniel alifanya hivi akiwa anahitaji Mungu amsikie, Mungu akuze imani yake, na kwa kweli Mungu alifanya hivyo. Na baada ya maisha ya maombi ya Daniel kuonekana ya kwamba imani yake ni kubwa, huyu Daniel alifahamika kwa tabia au kwa sifa kadhaa muhimu sana. Moja, kwanza, alionekana msimamizi mzuri wa mali ya Babel. Alionekana ni msimamizi mzuri katika uongozi wa serikali kwa lugha nyingine. Lakini pia alionekana ni mwadilifu sana. Si hivyo tu, alionekana ana bidii kubwa. Lakini pia alionekana ni mtu ambaye anaweza kuaminiwa, na si hivyo tu, mtu ambaye anatakiwa kuheshimika. Lakini si hivyo tu, mwaminifu na mtiifu. Na mwisho kabisa, bila maombi hakuweza kudumu kwa sifa yoyote nzuri ambayo ingeweza kuwepo. Kwa hiyo sifa zote nzuri hizi ambazo nimetoka kuzitaja zilipatikana kwa sababu Daniel alikuwa amejikita katika maombi, katika kuongea na Mungu. Kwa hiyo hata wewe leo hii ukihitaji uonekane vizuri pale ulipo, labda wewe ni mfanyakazi, labda wewe ni mwanafunzi, unahitaji uonekane vizuri, dumisha tu maombi. Piga simu kwa Mungu kila siku, nawe utaona mambo yako yanavyoanza kuwa marahisi. Lakini Daniel pia alikuwa thabiti akiomba mara 3 kwa siku. Tunaambiwa hivyo, alikuwa akiomba mara 3 kwa siku. Huyu bwana alikuwa na bidii sana. Na si hivyo tu, tunaambiwa alipiga magoti. Sio kuomba tu ovyo ovyo, alipiga magoti mara 3 kwa siku nyumbani kwake. Lakini pia alikuwa na mazoea ya kufungua dirisha lake lililokuwa likielekea katika Yerusalemu. Ilikuwa inaaminika ukiomba maombi yako yakiwa yameelekea kwenye hekalu la Yerusalemu, basi yanafikika vizuri kabisa. Na hata maombi ya Daniel yalikuwa yanalenga kumshukuru Mungu, lakini pia kumwomba dua. Lakini hebu tuangalie namna gani tunatakiwa tumuombe Mungu katika mkao unaofaa. Unaposoma katika kitabu cha Daniel 6 fungu la 10 imeandikwa,
Sasa Danieli alipopata habari kwamba amri hiyo ilikuwa imechapishwa, alikwenda nyumbani kwenye chumba chake cha juu ambapo madirisha yalifunguliwa kuelekea Yerusalemu. Alipiga magoti mara 3 kwa siku na kuomba, akimshukuru Mungu wake kama vile alivyokuwa amefanya hapo awali. Alikuwa amefanya nini? Alikuwa anamshukuru Mungu wake. Maombi yetu yamejawa sana tu na manunguniko. Kumbe kama tungejawa na tabia ya kushukuru, kumshukuru Mungu kwa kila anachokifanya katika maisha yetu, huenda tungekuwa na faida kubwa katika maisha yetu. Lakini sisi maombi yetu yamekaa tu kunungunika, yamekaa tu kuwa na hasira na jambo lisilofaa kabisa. Lakini zaidi ya yote tunaambiwa alipiga magoti kuonyesha unyenyekevu mkubwa. Hatuambiwi kwamba kila mahali unapotaka kuomba unatakiwa upige magoti, la hasha. Kwa sababu kuna wakati mwingine utakuwa sehemu za hatari, labda utakuwa sehemu ambayo ni ngumu kupiga magoti, lakini sehemu kama hizo unaweza ukaomba na Mungu akakusikia. Lakini kupiga magoti kulikuwa ni sehemu maalum ya kaida ya Daniel ambayo alikuwa nayo kuonyesha kwamba amenyenyekea sana mbele za Mungu. Sasa hebu tuangalie watu wengine waliombaje, yani mikao yao ilikuwaje. Tukianza na Yehoshafati, tunamwona Yehoshafati aliomba akiwa amesimama mbele ya watu. Sasa ndicho kile ambacho nakwambia ya kwamba sio tu kupiga magoti kwamba ni suluhisho la maombi yako yote, la hasha. Kuna nyakati itabidi usimame ukiwa unaomba, na tunamwona Yehoshafati anasimama na anaomba mbele ya watu. Lakini Daudi pia aliketi mbele za Mungu kutoa shukrani. Lakini Sulemani aliomba pia akiwa amepiga magoti, mikono yake ikiwa imeinuliwa juu. Lakini tunaona watu wengine waliinama chini wakati wa kuomba katika Nehemia 8 fungu la 6. Lakini kuna wakati tena tunamwona Daudi anaomba akiwa amesujudu kitandani mwake katika Wafalme wa Kwanza 1 fungu la 47, na Mungu alimsikia. Lakini tunamwona Nehemia naye alisimama na kuomba kimya kimya mbele ya mfalme. Hizi ni namna tofauti ambazo watu wakijinyenyekeza katika hayo maombi ambayo yanatolewa. Hata kama mtu amesimama, hata kama mtu amekaa, lakini amejinyenyekeza, Mungu atasikia hayo maombi. Sasa hebu tumwangalie Henoko. Henoko kama nilivyokwisha kueleza hapo awali, nadhani nilimwelezea sana pale mwanzoni kuhusu maisha yake alivyokuwa, namna ambavyo aliishi vizuri pamoja na Mungu. Tunaambiwa labda watu wengine wanadhani kwamba kizazi cha Henoko hakikuwa na maovu. Tunaambiwa hakuna kizazi kilichokuwa na maovu makubwa yaliyokuwa yanaongezeka kwa kasi kama kizazi cha Henoko. Lakini katika hali hiyo Henoko bado alibaki kumwamini Mungu. Labda unaweza ukasema ya kwamba Henoko aliishi muda tu mchache. No, Henoko aliishi miaka 350 na kitu. Lakini katika kuishi kwake kote huko bado alihesabiwa ya kwamba ameishi vizuri sana, na Mungu akaamua amtwae. Lakini wewe haujamaliza hata miaka 20 na kitu, miaka 30 na kitu, miaka 50 na kitu, bado hujamaliza. Lakini tazama matendo yako, tazama jinsi ulivyo. Je, unaweza ukafaa kama Henoko alivyofaa? Na kama sivyo, basi kila mmoja ajiulize maisha yake namna gani ataanza upya pamoja na Mungu. Sasa hebu tumwangalie mtu mwingine wa muhimu sana. Huyu ni Musa. Musa tunamwona anazungumza na Mungu. Unaposoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 34 fungu la 10, imeandikwa, tangu wakati huo hakuna nabii aliyeinuka katika Israeli kama Musa, ambaye Bwana alimjua uso kwa uso. Nini kinachomaanisha hapa? Musa alikuwa na ukaribu sana na Mungu, alikuwa anaongea na Mungu
kila mara, na wakati mwingine tunaambiwa hata Mungu alipitisha utukufu wake mbele ya Musa. Musa akauona utukufu wake. Namna gani ambavyo Musa alikuwa na ukaribu sana na Mungu. Leo hii unaweza kuzungumza na Mungu, usidhani mambo yako ni makubwa sana kiasi kwamba Mungu hawezi kusikia. La hasha. Mungu anasikia na yuko tayari na anahitaji kukusaidia wewe, lakini kama utajinyenyekeza, utajishusha, umsikie yeye akisema nawe vizuri kabisa. Lakini Musa hakuishia hapo. Musa aliwaombea wengine. Tunamuona mwanzo kabisa wakati Haruni ametengeneza sanamu ya ndama na Mungu amemkasirikia, anataka kumwangamiza Haruni. Musa alisimama na akamlilia Mungu amsamehe Haruni, na Mungu alifanya hivyo. Lakini si hivyo tu, tunamuona Miriam pia. Miriam akiwa anamsema Musa na mke wake, lakini Mungu alimrehemu Miriam kwa sababu Musa alimwombea Miriam kwa Mungu. Lakini tunaona wana wa Israel pia walipokuwa wana kiu, Musa aliongea na Mungu kwa ajili yao. Angeweza kuacha, lakini aliongea na Mungu kwa ajili yao. Lakini hata walipokuwa na njaa pia Mungu aliongea na Musa, na kwa kupitia maombi Mungu alikidhi haja ya watu wale wa Israel kwa Musa. Hata walipotenda dhambi bado Mungu alisikia. Ni namna gani ambayo inadhihirishwa hapa ambavyo Mungu yuko tayari kutusikia pale ambapo tuna changamoto. Kuna nukuu hapa ambayo natamani nisome kutoka katika kitabu cha Steps to Christ ambacho kimeandikwa na Ellen G. White, ukurasa wa 98. Imeandikwa, tunapaswa kuomba katika mzunguko wa familia, na juu ya yote hatupaswi kupuuza maombi ya siri, kwani haya ndiyo maisha ya roho. Haiwezekani kwa roho kufanikiwa wakati sala inapuuzwa. Maombi ya familia au ya umma peke yake hayatoshi. Katika upweke basi roho iwekwe wazi kwa jicho la kukagua la Mungu. Maombi ya siri yanapaswa kusikilizwa tu na Mungu anayesikia maombi. Hakuna sikio la kushangaza na kupokea mzigo wa maombi hayo. Katika maombi ya siri, roho iko huru bila ushawishi wa mazingira, huru bila mvuto wa msisimko. Kwa utulivu lakini kwa bidii yatamfikia Mungu. Ushawishi mzuri na wa kudumu utakuwa kutoka kwa yeye anayeona kwa siri, ambaye sikio lake liko wazi kusikia sala inayotoka moyoni. Mungu yuko tayari leo kukujibu kwa kutoa sala inayotoka moyoni. Je, utajikita kikamilifu kumwomba Mungu kila siku na kutoa sala ya kutoka moyoni? Ikiwa hivyo, ungana nami katika ombi hili. Baba, tumejifunza juu ya mashujaa wa imani, na sisi tunatamani kuwa kama mashujaa wa imani. Pale ambapo tunakuwa hatujasimama imara, tusamehe. Tunahitaji kubadilika, tunahitaji kufanya kama ambavyo mashujaa wa zamani wa imani akina Daniel, Enoko na Moses na Musa walifanya. Tuwezeshe tufanye hivyo. Mbariki ndugu mpenzi mtazamaji katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Basi Mungu akubariki, na ikiwa video hizi zinakubariki, kumbuka kulike, kushare na kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, asante.